Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo, tamsikia katika Injili anatuliza dhoruba. Anatuliza dhoruba baada ya wanafunzi wake kumpigia kelele na kumwamsha, utuokoe tunaangamia. Yesu anaamka, anawaambia hamna imani bado. Basi Yesu anakemea mawimbi, yanatulia na bahari inakuwa shwari. Watu wanastaajabu. Ndugu zangu, hilo limetokea ili liwe fundisho kwetu sisi. Katika maisha yetu tunakumbana na dhoruba na mawimbi, lakini tupaswe kuogopa. Yesu yupo. Kinachohitajika kwetu ni kumwita. Tunamwita Yesu wakati wa dhoruba, tunamtafuta, tunamwamsha. Wanafunzi walimwamsha Yesu. Wakati mwingine Yesu anaweza akawa ametoweka katika maisha yetu kwa sababu ya hali zetu za maisha, kwa sababu ya kutokufuata maagizo yake. Lakini basi tukirudi kwake na kumwita, anatusaidia kama alivyowasaidia wanafunzi wake. Hatupaswi kuwa na hofu kama tunamwamini Yesu. Watu wengi wana hofu katika maisha. Watu wengi wanakata tamaa katika maisha wakati Yesu yuko pamoja nasi. Kumbe tunakumbushwa siku hii ya leo, tumwite Yesu, atatuokoa katika dhoruba zetu. Mungu anaweza kutenda lolote katika maisha, katika kuokoa. Kama tutakavyosikia katika somo la kwanza, alivyomwokoa Lutu na familia yake wasiangamizwe alipokuwa anaangamiza miji ya Sodoma na Gomora. Lakini basi aliwapa maagizo ya kufuata. Lutu alikuwa mtiifu, lakini mkewe hakuwa mtiifu. Aligeuka nyuma baada ya kuambiwa asigeuke nyuma. Akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Kumbe na sisi katika maisha yetu tumepewa maagizo ya kufuata ili tuweze kuwa na mafanikio ya kiroho na ya kimwili. Tunapogeuka nyuma, maana yake ni kuacha yale maagizo. Na sisi wakati mwingine tutageuka kuwa nguzo ya chumvi. Maana yake hatutapata wokovu, hatutapata kile tunachokihitaji kwa sababu ya kutofuata maagizo, kwa sababu ya kugeuka nyuma, kuacha yale ambayo Kristo amefundisha, kuacha yale ambayo Mungu ametuagiza na kuangalia nyuma. Kumbe tumuombe Mungu katika misa ya leo, tujalie tumtazame Kristo daima, tusigeuke nyuma. Kristo awe ndio dira yetu katika maisha. Kristo ndio kiongozi wetu katika maisha, na tukifuata maagizo yake tutaona mafanikio makubwa.